Iran na Marekani zarushiana makombora ambapo rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema usitishaji wa vita unaendelea. Msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya amesema tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2026 usiku, kwa maana ya Alhamis, vikosi vya Iran vilitoa jibu la haraka na jibu kali kufuatia kile walichokiita mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani katika maji ya kimkakati ya mlango wa Hormuz pamoja na maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran. Katika taarifa, Ebrahim Zolfaghar anasema jeshi la Marekani, ambalo amelielezea kuwa ni jeshi la kiharifu, kigaidi na linalokiuka sheria za kimataifa, lilikiuka makubaliano ya usitishaji mapigano kwa kushambulia tenki ya mafuta kutoka Iran. Kwa mujibu wa taarifa hilo, tenki hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka maji ya pwani ya Iran karibu na eneo la Jaski kuelekea mlango bahari wa Hormuz. Katika tukio jingine ambalo limetokea wakati huo, meli nyingine ya Iran ilishambuliwa wakati ikiingia katika mlango bahari wa Hormuz mkabala na bandari ya Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Aidha, msemaji huyu anasema kuwa sambamba na mashambulizi haya mapya, vikosi vya Marekani kwa kushirikiana na baadhi ya mataifa ya eneo hilo vilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kiraia katika mikoa ya pwani ya Iran. Mashambulizi hayo ya anga yalidaiwa kulenga maeneo ya pwani ya Bandar Hamil, Silki pamoja na kisiwa cha Qashim. Kwa mujibu wa taarifa, Iran ilijibu mashambulizi hayo mara moja na zilikuwa ni hatua kali zaidi za kulipiza kisasi zilizofanywa na jeshi la Iran. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya meli za kijeshi za Marekani mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Bandar Chabahar. Taarifa imedai kwamba operesheni hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa kwa manowari za Marekani ambazo zilikuwa katika eneo hilo. Msemaji huyo ameonya kuwa Marekani pamoja na washirika wake wanapaswa kutambua kwamba Iran itaendelea kujibu kwa nguvu kubwa bila kusita dhidi ya aina yeyote ya uchokozi au ukiukwaji wa usalama wake. Awali, taarifa mbalimbali ziliripoti kwamba vikosi vya majini na makombora vya Iran vilitoa jibu la haraka na sahihi dhidi ya kile kilichoelezwa kuwa ni uchokozi mwingine wa Marekani katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo lililazimisha meli za Marekani kuondoka eneo hilo baada ya kupata uharibifu mkubwa. Afisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Iran alizungumza na vyombo vya habari usiku wa Alhamis kuwa baada ya ndege za kijeshi za Marekani kufanya shambulizi dhidi ya tenki ya mafuta ya Iran katika Ghuba ya Oman, vikosi vya Iran vilianzisha mashambulizi makali ya makombora dhidi ya vitengo vya adui vilivyokuwa katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa afisa huyo, vikosi vya Marekani vilipigwa moja kwa moja na kulazimika kurudi nyuma katika hali ya taharuki zaidi. Tukio hili linakuja siku moja baada ya rais wa Marekani Trump kusitisha operesheni aliyoita Project Freedom baada ya kudumu kwa saa 48 pekee. Operesheni hiyo ilikuwa inalenga kufungua mlango wa Hormuz kwa nguvu. Hatua hiyo ilielezwa na taarifa mbalimbali kwamba ni kurudi nyuma kwa aibu kwa upande wa Marekani katika miezi ya hivi karibuni. Kwa upande wake, jeshi la Marekani la CENTCOM limesema nalo lilifanya mashambulizi ya kujibu baada ya Iran kutumia makombora, droni na boti ndogo kushambulia manowari 3 za Marekani. Marekani imesema kuna meli zake zilizoharibiwa na kwamba haitaki kuongeza mzozo huo. Akizungumza mjini Washington, Trump alipunguza uzito wa tukio hilo akisema, "Walitujaribu leo nasi tukawajibu vikali," huku akisisitiza kuwa sitisho la vita bado lipo. Marekani pia ilikuwa ikisubiri majibu ya Iran kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano bila kutatua moja kwa moja swala la mpango wa nyuklia wa Iran. Baada ya saa kadhaa za mashambulizi, televisheni ya taifa ya Iran iliripoti kuwa hali imerejea kawaida katika visiwa na miji ya pwani karibu na mlango wa Hormuz, huku Iran ikionya kuwa itajibu kwa nguvu mashambulizi ya aina yeyote ile. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kwa kiasi kikubwa yameendelea kuheshimiwa tangu April 8. Hata hivyo, mazungumzo ya ana kwa ana kati ya mataifa haya mawili yaliyofanyika Pakistan mwezi uliopita yalishindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israel tarehe 28 Februari. Mapema Alhamis, Teheran ilisema bado inachunguza mapendekezo mapya ya Marekani kuhusu namna ya kumaliza vita hivyo.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, alisema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapitia ujumbe uliowasilishwa kupitia Pakistan, ambayo ndiyo mpatanishi wa mazungumzo ya amani, lakini akasisitiza kuwa Iran bado haijafikia hitimisho lolote na haijatoa majibu kwa upande wa Marekani. Wakati huo huo, katika mji wa Vatican, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alijadili juhudi za kuleta amani Mashariki ya Kati na Papa Leo wa 14, ambaye msimamo wake wa kupinga vita dhidi ya Iran umeibua mvutano wa wazi na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Utawala wa Trump umeonekana kutuma ujumbe unaokinzana kuhusu mkakati wake wa kumaliza vita hivyo, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano na kauli za awali kwamba operesheni za kijeshi zilikuwa zimekamilika. Sasa Marekani imerejea kutoa vitisho vipya vya mashambulizi iwapo Tehran haitakubali makubaliano yatakayoruhusu kurejeshwa kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia ambao umevurugwa na vita. Trump alirudia vitisho hivyo baada ya mapigano ya Alhamis, akisema ni lazima waelewe, ikiwa makubaliano hayatatiwa saini watapata maumivu makubwa, aliwaambia waandishi wa habari. Alipoulizwa jinsi Marekani ilivyo karibu kufikia makubaliano na Iran, Trump alisema inaweza kutokea siku na saa yoyote, lakini ameongeza haraka pia inaweza isitokee. Pakistan inasema inatarajia makubaliano hivi karibuni, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar alifanya mazungumzo ya simu Alhamis na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan. Msemaji wa wizara hiyo Tahil Andrabi anasema, namnukuu, tunatarajia makubaliano kupatikana mapema kuliko baadaye. Tuna matumaini pande zote zitafikia usuluhu la amani na la kudumu ambalo litachangia sio tu amani katika eneo letu bali pia litachangia amani katika ukanda wa kimataifa. Hata hivyo, alikataa kutoa ratiba maalum ya lini makubaliano hayo yanaweza kufikiwa. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anasema Islamabad inaendelea kuwa katika mawasiliano ya moja kwa moja mchana na usiku wa manane na Iran pamoja na Marekani ili kusitisha vita na kuimarisha usitishaji wa mapigano. Wakati huo, mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Israel na Lebanon yanatarajiwa kuanza tena wiki ijayo mjini Washington, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti ya kutotajwa jina, na mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika kati ya Mei 14 na 15 mwaka 2026. Iran ilianzisha mamlaka mpya kudhibiti mlango wa Hormuz, ambapo kwa mujibu wa ripoti za usafirishaji majini ya Lloyd's List Intelligence kwamba Iran wameanzisha hiyo taasisi mpya ya serikali kwa ajili ya kutoa vibali vya kupita na kukusanya tozo za meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, ambayo imeongeza hofu kuhusu uhuru wa usafiri wa majini ambao biashara ya dunia inautegemea. Taasisi mpya ambayo niliwaambia mapema, Persian Gulf Strait Authority, kwa mujibu wa Lloyd's, inalenga kujitangaza kama mamlaka pekee halali ya kutoa ruhusa kwa meli zinazopita katika mlango huo wa kimkakati. Iran kwa sasa imeufunga kwa kiasi kikubwa mlango wa Hormuz, njia ya usafirishaji wa mafuta ya gesi, mbolea na bidhaa nyingine za petrol, huku Marekani wakiendelea kuzingira bandari za Iran. Mvurugiko huo umechangia kupanda kwa bei za mafuta duniani na kutikisa uchumi wa kimataifa. Taasisi hiyo mpya ya Iran inaweka rasmi mfumo ambao tayari ulikuwa ukitumika, ambapo meli hupitishwa katika njia ya ukaguzi karibu na maji ya pwani ya Iran, na Teherani sasa ina uwezo wa kuamua ni meli zipi zitapita na kwa baadhi ya meli hizo kutozwa ushuru wa mizigo. Wataalamu wa sheria za bahari wanasema hatua ya Iran ya kukagua au kutoza ushuru meli zinazopita inakiuka sheria za kimataifa. Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria za bahari unatamka kuwa mataifa yanapaswa kuruhusu meli kupita kwa amani katika maji yao katika maeneo hayo. Marekani pamoja na washirika wake wa Ghuba wanashinikiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono azimio la kulaani udhibiti wa Iran katika mlango wa Hormuz na kutishia kuiwekea vikwazo zaidi. Azimio la awali lililokuwa linataka mlango huo ufunguliwe liliweka veto na washirika wa Iran, Russia pamoja na China. Saudi Arabia nayo imejitenga na operesheni ya Marekani, ambapo afisa mmoja wa Saudi Arabia anasema Rais Trump hakuwashirikisha viongozi wa Saudi Arabia kabla ya kuanzisha operesheni ya muda mfupi wiki hii iliyolenga kufungua njia ya usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kwa nguvu. Afisa huyu ambaye hakuzungumza hadharani alisema, ni mnukuu, tuliwaambia kuwa sisi si sehemu ya jambo hilo na hawawezi kutumia ardhi wala vituo vyetu kwa operation hiyo. Aliongeza kuwa Saudi Arabia ilitumia Iran ujumbe kwamba ufalme huo hautashiriki katika mashambulizi yeyote ya Marekani
yanayohusiana na jaribio la Trump kufungua mlango wa Hormuz. Trump alisisitiza operesheni hiyo iliyopewa jina la Project Freedom katika siku yake ya pili Jumanne, akisema kusimamishwa kwake kungeipa diplomasia ya muda zaidi kufanikisha makubaliano ya amani. Ni meli mbili tu pekee za biashara zenye bendera ya Marekani zinazojulikana kupita katika njia iliyokuwa inalindwa na jeshi la Marekani. Jeshi la Marekani linasema lilizamisha boti 6 ndogo za Iran zilizokuwa zikitishia meli za kiraia katika eneo hilo la karibu na mlango bahari wa Hormuz. Wa Iran sasa unaona kabisa advantage wanayoipata. Saudi Arabia ambao wao pia walikuwa ni washirika wa moja kwa moja wa Marekani, nao wanasema sasa wanaona Marekani ni kama anawapuuza, anashindwa kuwapa ushirikiano hasa anapotaka kuanzisha mashambulizi yake, kwa sababu mashambulizi mengi yamekuwa yakiwadhuru zaidi wenyewe kuliko Marekani inavyodhurika katika eneo hilo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.